Wema? Tuko vizuri. Ya, tuko vizuri. Mara baada ya kutinga nusu finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho, tunakwenda kucheza robo finali kwenye michuano ya CRDB. Hali ikoje ndani ya kikosi? Ya, kwanza tunashukuru baada ya mchezo ule, nadhani maandalizi yalianza kwa sababu pia tunajua tuna mchezo mgumu hasa kuzingatia katika hatua ambayo tuko nayo na timu tunayokutana nayo. Kwa hiyo toka tumemaliza mchezo wetu uliopita, maandalizi yalianza siku hiyo ya kujiandaa na mchezo huu. Kwa kila mchezaji ana hari kubwa ya kucheza kupata nafasi katika siku ya kesho, na kila mchezaji yuko sawa kuweza kupambana katika siku ya kesho kuweza kuipatia matokeo timu ya Simba. Mnakwenda kukutana na Mbeya City. Mbeya City ambao wanaonekana wameimarika kweli kweli, hasa wakimuondosha mpinzani ambaye kwenye michuano iliyopita alifika mpaka hatua ya finali. Mmejipanga kwa hilo mbele ya Mbeya City? Kwanza ni kweli Mbeya City ni timu ambayo imefanya vizuri na inafanya vizuri kwenye first division na wamefanikiwa kuitoa timu ngumu Azam. Kwa hiyo tunajua kwamba mechi haitakuwa rahisi, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa kuweza kupata matokeo. Luchu, mnacheza na timu ambayo inatoka daraja tofauti na nyinyi kidogo. Pengine ujumbe wa mwalimu, maandalizi huwa yanakuwa tofauti kwa sababu mnaenda kucheza na timu ambayo iko daraja ya chini. Ndio, timu kwa daraja la pili so shida, lakini unaangalia Mbeya City wanakaribia wachezaji wao wengi wamecheza ligi kuu na wengi wazoefu katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo usitarajie mechi inaweza kaa rahisi au kwamba kwa kuwa ni Mbeya City tunacheza na Simba basi sisi Simba tujiandaa kwa kuwa tunacheza na Mbeya City. Hapana. Mbeya City ni timu kubwa na hata ukiangalia kwenye ligi yao wanafanya vizuri na hata kwenye ligi pia wanafanya vizuri, ndio maana wapo katika hatua hii. Intensity mara nyingi huwa inakuwa tofauti na mmetoka kwenye mechi yenye intensity kubwa kidogo. Hongera kwa kufanikiwa kutinga kwenye hatua nusu finali. Na hapa mnasaka tena nafasi nyingine ya kwenda kwenye hatua nyingine ya mtoano. Mnakopi kile mlichokifanya kwenye michuano ile ya CAF mnakileta huku, ama kuna namna nyingine, ama ujumbe wa mwalimu pia ukoje? Kwanza mwalimu yeye ana mechi ndogo wala mechi kubwa. Yeye kwenye maongezi yake na wachezaji anakuambia kabisa kwamba mimi kila mechi kwangu ni finali. Kwa hiyo haijalishi mechi hii nacheza na timu fulani na timu fulani. Yeye kila mechi anataka userious ule. Maagizo anayokupa ufanye vile vile kama unafanya klabu bingwa au kwenye ligi ni kile. Kwa hakuna utofauti mkubwa, zaidi utofauti ni kufanya vizuri tu. Umecheza kwenye position tofauti kidogo. Mchezo uliopita Tagato ngoja wapo wengine nafasi kama mnachomletea wawili. Baada ya kucheza mchezo mgumu, hali ya uchovu ikoje na mko tayari kwa ajili ya mchezo kesho? Simba kwanza na wachezaji wengi. Kwa hiyo nadhani kama mtu atakuwa anajisikia uchovu au hata kuwa sawa, mwalimu anaweza akafanya mabadiliko ya kumpanga mchezaji mwingine na ambaye anaweza akacheza vizuri.